Amani inahusu kulinda nafsi na mali. Msingi mkuu wa amani katika nchi ni kulinda haki za kimsingi za watu, ikiwemo nafsi na mali zao. Uislamu unaharamisha kabisa kitendo cha kuua nafsi bila ya haki na pia dhulma ya aina yoyote ile. Ushahidi kutoka katika Qur'ani, kwa sababu ya hayo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba aliyemuua mtu bila ya yeye kuua au kufanya uchafuzi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote. Hii iko suratul Maida aya ya 32. Ushahidi kutoka katika hadithi, katika hotuba ya hija ya kuaga, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza, hakika damu zenu na mali zenu na heshima zenu ni haramu, zimehifadhiwa kwenu kama ilivyo siku yenu hii, katika mwezi wenu huu, katika mji wenu huu. Hii iko katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Ndugu zangu wana kongamano, ufafanuzi wa hadithi hii, mafundisho haya yanaweka wazi kuwa thamani ya uhai wa binadamu na ulinzi wa mali ni mambo matakatifu katika Uislamu. Hakuna amani ya kweli inapokosekana haki na usalama wa uhai na mali. Kuua mtu mmoja ni kuondoa amani kwa jamii nzima. Namba 3, amani ya kijamii, kuishi pamoja kwa utulivu. Amani katika nchi haitegemei serikali pekee, bali ni wajibu wa kila raia. Inajengwa kwa kuachana na tabia zinazovunja umoja na utulivu wa jamii kama vile chuki, uongo na kusengenya.